sisi wenyewe tunaufanya mji wetu kuwa mchafu kwa sababu ya kutoitikia wito wa kwenda kutoa hizi fedha za taka. Wewe wanakusikiliza, ndo watu wako ambao wamekutuma wawakilishe, una lugha yako ya kuzungumza nao ili kuwaelewesha wale sasa wachache ambao wanakuwa wagumu, wanakwamisha mchakato kwa ujumla. Karibu sana. Asante ndugu mtangazaji. Kiukweli unachosema kina reflect uhalisia, na mimi nitoe rai tu na kuwaomba wananchi waendelee kuchangia tozo ya takataka ili tuweze kuziondoa takataka kwa wakati na kuepusha magonjwa mbalimbali. Lakini pia kuna jambo aligusia mkurugenzi hapa linalohusiana na wingi wa taka, lakini na kile tunachokikusanya. Vile vile kama ilivyo kwenye upande ule wa sheria ndogo kwamba kuna keros za kodi kuonekana ushuru mkubwa na mambo kadha wa kadha, pia kwenye jambo la takataka tutakwenda hivyo hivyo kwenye sheria ndogo ili tuone ni namna gani sasa tunakwenda kuboresha ili kinachopatikana kiweze kuwa halisia na kuweza kuondoa takataka kwa wakati. Lakini kwa sasa kabla hatujaenda kwenye sheria ndogo, tunawaomba wananchi waendelee kuchangia tozo ya taka kwenye makadhi lakini na sehemu za biashara ili tuweze kufanya kwa 100%. Na niseme tu kwamba kupunguza changamoto ya ajira ya vijana, kama baraza la mji wa Tunduma limeelekeza wataalamu wetu kupitia kwa mkurugenzi, tuone namna nzuri sasa ya kuwezesha vijana kwenye hii shughuli ya takataka kupitia ile 10%. Na nitoe wito kwa vijana kupitia 10% waje katika ofisi zetu za halmashauri, na tutawapa elimu na kuona tunawawezeshaje kuondoa taka, kukusanya fedha za taka, lakini pia hata kuchakata zile takataka kuwa fedha. Na nadhani mkurugenzi atakuwa amesahau kidogo, tuna mpango wetu katika maeneo ya Chiwezi, na tulishatenga fedha kwenda kununua maeneo ambayo tutajenga viwanda vidogo vidogo kwa ajili ya vijana, ikiwepo pamoja na hilo swala la uchakataji wa hizo taka. Kwa hiyo vijana waje tuzungumze, mimi nipo mwenyekiti wao, kijana mwenzao, waje tuzungumze tuone tunafikia wapi. Na kwenye swala la 10%, halina ukabila, halina dini wala vyama, waje tuzungumze. Na mimi kama mwenyekiti siku zangu za kuwepo halmashauri ni Jumanne na Alhamisi, lakini nimejitolea muda wa ziada, yani popote pale mtu anaponihitaji, siangalii Jumanne na Alhamisi, na kuambia njoo tukutane ofisini tuzungumze tuone tunafanyaje. Na kwa kweli kwenye hili tumezamiria sana. Kuna vikundi kama alivyosema 3 tunataka kuvikopesha fedha ili wawe na magari ya uhakika na waweze kuondoa takataka kwa uhakika. Okay. Umegusa eneo la 10% 442, wanawake, vijana na watu wenye mahitaji maalum. Kwamba hakuna utofauti ambao utamfanya fulani apate kwa sababu yeye ana kitu fulani apate kwa sababu ana kitu fulani. Minong'ono ipo, mnaisikia mwenyekiti mitaani kwamba kuna watu wanasema kwamba ukienda hivi ngumu sana kupata pale. Mnaisikia hii na tunadili nayo vipi? Kuisikia tunaisikia sana. Wakati mwingine mimi naweza nikasema ni stori za vijueni. Lakini wakati mwingine unakuta anayeongea hajafika hata eneo la tukio. Okay. Au amefika, amepewa elimu, yeye anaona jambo lile kwake litakuwa gumu, anaamua kukimbia na kuanza kusema anavyofikiria yeye. Lakini tumetoa fedha katika vikundi vingi sana katika mwaka wa fedha. Vikundi vya wanawake 142, vijana 159, watu wenye ulemavu vikundi 37. Na bado tumetangaza, kama mmesikia, tumetangaza zaidi ya bilioni 1. Mchakato unaanza saizi. Wakiwepo na hao vijana wenye vikundi 3 ambao tunataka tuwawezeshe ili waje sasa kupata ajira kusafisha mji. Okay. Na kundi hilo ni kubwa sana, hasa la vijana, lakini na kazi ya kuondoa takataka inataka watu wengi. Kwa hiyo tunaamini kabisa vijana watapata ajira kupitia hilo. Sasa shida ni kwamba ukiongelea issue ya takataka, ukamchukua kijana wa Tunduma
ukamwambia njoo kwenye issue ya takataka, yani anaona kama unampeleka jalalani kwenda kuzalilika. Lakini ukweli ni kazi yenye fedha, na ukiangalia watu wanaoifanya ni watu ambao wanajielewa, na mimi naamini vijana wa Tunduma wapo wanaojielewa vizuri, na niwaombe waje tuzungumze, elimu itatolewa, tutafanya kazi kwa maslahi ya mji wetu wa Tunduma. Okay. Mkurugenzi, ulizungumza muda fulani hapo kuhusiana na hizi study tour ambazo mnazifanya kwenda katika halmashauri nyingine, na I'm sure pia mwenyekiti, ili nao utakuwa na uwezo wa kulijibia. Tulikuwa tunazungumzia na miundombinu na barabara kwamba mmekwenda Mwanza kwa sababu ya jiografia ya Mwanza, kuona namna gani mmefanikiwa kufanya ili na hapa pia ifanyike. Kwenye ile eneo la taka mmefanya pia ziara kwenda Moshi, kama kumbukumbu zangu ziko sawa, mmekwenda Temeke hivi karibuni pia. Imesaidia kiasi gani kwenye ile eneo la kufanya mji wetu kuwa safi? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza tukiri kuwa tunafanya ziara tofauti za mafunzo, na ni kweli ziara ya takataka tumefanya, tumeenda Moshi, Dodoma, Dar es Salaam na sehemu nyingine. La kwanza lile la kurudisha 100% kwenye taka, lile tulijifunza kwa wenzetu. Okay. Kwa sababu sisi tulikuwa tunatem taka kama chanzo cha mapato ya halmashauri. Kumbe taka ni chanzo cha huduma kwa wananchi. Kwa hiyo ile ijimalize yenyewe, ijimalize na ijiendeshe wao wenyewe. Kwa hilo tumejifunza kutoka kwa wenzetu. Lakini hata ile la kutumia vikundi pia hili wamefanya Dodoma na kuchakata taka, wamefanya pia Mbeya. Kwa hiyo hii pia tumejifunza kwa wenzetu kuwa tutafute vikundi vya wazawa vya hapa, na kwa sababu wana uwezo basi tuweze kuequip kwenye 10% ambao tunaweza tukanunulia magari, tukanunulia na vitu vile vingine vingi ambapo kwenye ile mapato yao ya taka kila mwezi tunaowalipa tutakubaliana nao certain percentage inarudi kwenye mkopo na certain percentage inafanya kazi nyingine. Lakini pia hata hili la kurudisha mamlaka ya takataka kwenye ngazi ya facility. Mara ya kwanza tulikuwa tunakusanya sisi kama mji wa Tunduma kwenye maduka, ndio unakumbuka. Lakini kwa tukaona kwenye skopu ya takataka na uzalishaji wa takataka wa Tunduma tutashindwa. Kwa hiyo pia kurudisha hii ngazi kwenye kata pia tumejifunza kwa wenzetu. Haya, ni mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Tunduma Mariam Chaurembo, tuko naye hapa ndani, lakini pia tuko na mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Tunduma Mheshimiwa Salum Juma Kiambi. Tumepata nafasi ya kuzungumza nao hii leo. Msikilizaji, basi wakati mzuri pia wa kuuliza kile ambacho umekiuliza wewe msikilizaji kupitia ujumbe mfupi wa maandishi, lakini pia wewe ambaye umetuandikia hapa YouTube. Hapa YouTube kuna comment moja Teddy imeandikwa hapa na Samora Mgovano, anasema mji wa Tunduma ni mji unaoendelea sana, barabara za mitaa ziangaliwe, shida ni nini? Lakini pia sijaona maeneo ya kujenga masoko, mfano eneo la Msongwa linakuwa kwa kasi sana. Je, kuna mpango gani wa kupata soko pale Msongwa? Nafikiri tuanze na hili wakati tutakwenda kusoma pia katika ujumbe mfupi wa maandishi. La barabara I think tayari tumeshalizungumza. Vipi ile la masoko specifically Msongwa ambako ame-mention? Karibu. Asante sana ndugu mtangazaji. Naomba nitaenda direct ya Msongwa baadaye, ila tuseme sasa mpango wa halmashauri ya mji wa Tunduma kwenye kuendeleza masoko. Naam. Kwanza mtangazaji, tunaishukuru sana serikali ya awamu ya 6. Sisi tulikuwa na maboresho ya 10% ya vijana na wanawake wenye ulemavu, lakini kuanzia mwaka huu tunapeleka 15%. That means 5%. That means ya 5% sasa inakwenda kuboresha masoko. Kama unavyoona mji wetu wa Tunduma, wafanya biashara, tunasema vijana ni wengi ambao wanafanya biashara kwenye masoko. Kwa halmashauri tumekubaliana na kupanga kila mwaka kwenye bajeti yetu tutatekeleza bajeti ile kwa 5% kwenye kuboresha masoko. Na ushahidi huo kwa sasa hivi tunaoendelea, tuna soko letu la Machinga pale kama wanaliona limekosti bilioni 1.3. Tunalirekebisha, lakini mwakani tutakwenda soko la Makambini, soko la Nasele na sehemu nyingine. Msongwa Chipaka pia kwanza Msongwa Chipaka tumeanza kutoa maeneo, kama unaona kuna eneo tumelitoa kule. Tumelipa zaidi ya bilioni 1.3 na tumepima viwanja. Kwenye vile viwanja tulivyopima tumeweka maeneo tofauti ambao kuna maeneo ya masoko na sehemu zingine. Kwa hiyo mimi naomba nilipokee swala la mtangazaji, tutafuatilia kuhusu Msongwa
na kwa kweli tutawekea soko kusogeza huduma kwa wananchi. Okay. Sawa, hiyo ni kuhusiana na hilo. Msikilizaji, maswali ni mengi, muda nao natukaba kweli kweli, lakini tunaahidi kwamba tutayauliza yote na kwenye session zetu mbalimbali nje ya Sauti ya Asubuhi utakuja kusikia wewe ni kesho katika taarifa zetu za habari na kwingineko. Kuna swali moja hapa tulijibie kwa muda huu hewani. Teddy, linaulizwa hapa, anaitwa Masele, yuko Mpemba, anasema swali langu kwa mwenyekiti wa halmashauri ni kituo cha forodha. Anasema kitajengwa lini mwenyekiti? Kituo cha forodha au alikuwa anamaanisha bandari kavu? Exactly. Ndicho anachomaanisha lazima. Bandari kavu tayari tumeshapata mwekezaji na yuko katika hatua za kwake za kuona ni kipi na kipi anakifanya kwa wakati gani, lakini sisi tunaamini wakati wowote atakuja kwa ajili ya utekelezaji, kwa sababu kuna hatua mbalimbali ambazo tayari ameanza kuzifanya. Na sisi kama halmashauri ya mji Tunduma tunaamini ili tupunguze kero ya foleni katika mji wetu, suluhisho ni pamoja na bandari kavu. Kwa hiyo kupitia viongozi wetu wa mkoa, wa wilaya pamoja na halmashauri yenyewe kwa maana ya mkurugenzi mtendaji, wanaendelea kuwasiliana na hao watu, huyo mwekezaji, ili jambo lifanyike kwa uharaka zaidi. Okay. Kuna swali moja hapa Teddy. Kuna kitu nataka ongezee mkurugenzi hapa kwenye hilo swali. Okay. Asante sana. Nataka niongezee cement alikosema mwenyekiti kama alivyosema. Ni tuna status nzuri sasa hivi. Status ya kwanza ilikuwa kutoa eneo, tumemaliza kulipa fidia. Lakini status ya pili kwenye michoro, tuko hatua kadhaa za michoro. Lakini status ya tatu, wenzetu wale wa kampuni ya Kichina walishakuja kuweka demarcation ya barabara. Kwa sababu tunataka tukienda kwenye bandari kavu kusiwe na mawasiliano ya huku. Tunatoka kule, tutakuwa na parking kule, tutakuwa na business center kule, lakini tutakuwa na barabara straight kutoka kwenye bandari kavu mpaka custom pasipopita Tazam Road. Kwa hiyo sasa hivi tuko hatua zile za awali ya kuweka demarcation ya barabara na kuanza taratibu za kulipa fidia. Lakini tuko hatua hiyo sio ya awali, manake hatua ya mwisho kwenda kuanza na parking kwanza ya kutoa magari yote mjini kuyapeleka kule eneo la bandari kavu. Okay. Kwa hiyo tumuombe mwananchi aendelee kuvuta subira, serikali iko kazini, lakini kama atataka majibu intense basi tunamkaribisha ofisini aje kuyapata. Milango iko wazi. Unafikika mkurugenzi? Nipo. Mimi siku zote. Nitaka niulize hata mwenyekiti, kama mwenyekiti unafikika umewaita vijana, unafikika mwenyekiti? Mimi nafikika sana na naweza nikasema ni mwenyekiti ambaye nakutana na watu zaidi, na niwaombe wananchi waendelee kuja ofisini, waendelee kutupigia simu zetu wakati wowote, na mimi niko tayari kumfuata mwananchi popote alipo, ili mradi tu apate uelewa na ajue nini kinachoendelea. Kwa hiyo nawakaribisha sana, si vijana tu, watu wote wa mji wa Tunduma waje, tupo ofisini, tunawasikiliza na tutapeana elimu na kubadilishana mawazo. Hapa sasa mwenyekiti umemaliza kabisa kwenye mpaka simu. Umemaliza, kwa sababu na maswali mengi sana kwa nawaza nitayaulizia muda gani. Kumbe simu ipo. Nafikiri itakuwa vizuri pia mawasiliano yakitajwa namna gani pia wananchi wako wanakufikia. Karibu sana kwa ajili ya mawasiliano. Asante. Namba yangu ya simu ni 0755 630 655. Kama Vodacom inasumbua, ninayo namba nyingine ya Tigo ni 0710 60 20 20. Okay. Sawa, 0755630655, lakini pia 0710602020 unaweza kumpata mwenyekiti wa halmashauri. Kabisa, yani tunayo mengi sana ya kuzungumza na mwananchi pengine angependa kusikia hata ya kwao wenyewe wanao ya kuzungumza, lakini niseme akijaribika kitu tunaingia chumba cha pili hapo, kama wanao ya kuzungumza watazungumza, na sisi siku ambazo zinakuja Jumatano ngapi tutayarusha hapa, watayasikia yale ambao walikuwa nao, naamini wanao ya kuzungumza pia, maana sisi tumewakaba na maswali yetu, lakini najua mkurugenzi na mwenyekiti wanao ya kwao ambao wanataka wananchi wayasikie. Kwa hiyo tuwatoe hofu wananchi, tutaenda chumba cha pili, wakati mwangazi inaendelea tutarusha hapo live. Lakini tuwapongeze sana stendi ya Chipaka mkurugenzi, kufunguliwa mji wetu kweli unazidi kupanuka. Lakini mwenyekiti, huduma zote zinapatikana pale? Huduma zile muhimu zote zinapatikana kwa sasa, lakini lengo letu
ni kuendelea kuboresha. Tunakwenda kulipa pale fidia milioni 8 kwa ajili ya kujenga kituo cha polisi na kuendelea katika bajeti ijayo kutenga fedha kwa ajili ya kuboresha ile stendi kuwa ya kisasa zaidi. Lakini tunaona tukijenga kituo cha polisi kwanza tuanze na usalama, alafu mengine baadaye. Okay. Asante. Okay, hili la pongezi inabidi waondoke nalo. Sasa sio la kwenda off mic, inabidi walisikie. Hapa YouTube ndugu yetu Haruna Taratibu anasema shukrani sana viongozi wetu kwa elimu hii. Lakini pia Mbonde Farida yanasema nimeelewa sasa viongozi wetu mnapambania mji wetu kuwe zaidi kiuchumi. Hizi ni pongezi kwenu. Tunashukuru sana. Na kwa dhati kabisa tunawashukuru sana kwa kuitika wito wetu kuja. Mheshimiwa Salum Juma Kiambi, mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Tunduma, asante, karibu tena wakati mwingine. Asante, tunashukuru sana, na kwa kweli kama alivyosema mtangazaji, tulikuja tumejipanga. Tunaona kama tumeongea robo ya kile tulichokuja nacho. Tulikuja tumejipanga kwa ajili ya mapato na matumizi ya mji wa Tunduma. Sasa kwa sababu ya muda, wakati mwingine au kama alivyosema mtangazaji, tunaweza tukayaacha kwenye chumba cha pili, mkawapa wananchi. Lengo letu wananchi wajue nini kinafanyika na nini kinatekelezwa. Hii kwa sababu ya kuja tena kwa mara nyingine hapa. Tunashukuru sana, tuko tayari wakati wowote. Alright, lakini pia tukushukuru sana mkurugenzi wa halmashauri Bi Mariam Chaurembo, asante na karibu tena wakati mwingine. Asante sana, nami nawashukuru, na sisi tuko tayari muda wote kuja kutoa ufafanuzi kwa mujibu wa serikali inayotekelezwa na serikali. Na mwananchi asiwe na wasiwasi au na hofu ya kuuliza chochote. Anaweza kuja ofisini, lakini tunaweza kuja hivi kwenye vyombo vya habari, anaweza kupiga simu. Sisi tuko tayari, kama mimi msimamizi wa utendaji kazi, niko tayari kutoa maelekezo kwa niaba ya serikali, halmashauri inafanya nini kwa wananchi wake. Asante sana. Tadi tuondoke na sisi sasa. Tuondoke. Tumshukuru sana msikilizaji ambaye amekuwa pamoja na sisi toka saa 12 asubuhi mpaka masaa haya. Tulikuwa watu wawili leo, mimi Teddy Yankungwe mtoto wa Masol, bila kumsahau Shadrack Ijanga almaarufu Mwande. Mwangaza nafuata hapa na kukumbusha tena na tena. Wapo wezi, wanaiba, wanajua sana kuiba. Unajilinda nao hao wezi, si ndio? Na weka mageti pale, unafunga nyumba zako chuma kikali, unaweka jiwe la Fatuma, si ndio? Yuko mwizi mmoja ambao unatakiwa kujilinda naye kwa akili kubwa sana. Anaitwa muda. Muda huo unaiba mpaka kumbukumbu zako. Good morning. Ziliko pilika zote za biashara Tunduma mjini.